Na bwana, mmoja kati ya wadau ambao ni wachambuzi na wafuatiliaji wa mambo ambayo yana trend huko mitandaoni, huyu bwana ni bidada ambaye anakwenda kwa jina la Gift. Bwana Gift amekuja kuzungumza kuhusiana na baadhi ya vitu ambavyo vina make headline kwa sasa hivi huko mitandaoni, na moja kati ya vitu hivyo ni sakata zima la Diamond Platnumz ambapo amefanya mazito kweli kule Dodoma. Nadhani utakuwa unafahamu kwamba Diamond aliintroduce show zake ambazo zinakwenda kwa jina la Retro Tour. Bwana, hii Retro Tour bwana inafanyika katika baadhi ya mikoa ambapo ilianza Mwanza kule, then ikafanyika pia Dodoma na mikoa mingine. Sasa huko Dodoma bwana, kuna mambo mazito yameibuka baada ya Diamond Platnumz kumvutiwa na moja kati ya warembo ambao walikuwepo pale katika show yake na kumtuma bouncer wake, bodyguard wake ambaye anafahamika kwa jina la Onesmo Rupia apeleke ua kwa mrembo huyo. Sasa mjadala bwana unakuja kwamba Onesmo amepeleka hilo ua na mrembo mwenyewe bwana ameonekana ni mzuri kweli, ambapo kumeibuka mjadala mzito kwamba Diamond kama amemtuma Onesmo apeleke ua kwa mrembo huyu, ina maana kwamba Diamond automatically ni kwamba amevutiwa kweli na huyu bidada, hivyo basi ndio maana akamtuma Onesmo apeleke ua. Na kama amevutiwa na amemtuma Onesmo afanye hivyo, basi moja kwa moja hapo kuna possibility anytime kuanzia sasa hivi kukawa na taarifa rasmi kabisa ikatangazwa kwamba Onesmo bwana ikatangazwa taarifa kwamba Diamond ana date na huyu mrembo. Sasa Gift bwana anasema kwamba Diamond bwana kumtetea ni ngumu kwa vitu kama hivi anavyovifanya, na anaelewa kabisa kwamba mpenzi wake Zuchu ni mtu ambaye ana wivu kupitiliza. Sasa haya mambo ya yeye kuonyesha au kuwa entertain hawa warembo wengine ni mambo ambayo obviously atakuwa yanampa pressure Zuchu. So mwanadada Gift bwana amekuja kulizungumzia swala hilo kiundani zaidi, lakini sio hilo tu, amezungumzia pia kuhusiana na issue ya Harmonize kwenda kumtunza Salamu SK. Lakini tuanze kwanza na hii issue ya Onesmo kutumwa na Diamond apeleke ua kwa huyu mrembo ambaye tumefahamu kwamba jina lake anaitwa Monsi. Ni moja kati ya warembo ambao wana trend sana huko mitandaoni na ni mrembo haswa, yuko na shape, yuko na sura na rangi yake anang'aa. So ni mjadala mzito kweli. Msikilize hapa mwanadada ambaye anakwenda kwa jina la Gift amelizungumzia swala hilo, na pia vile ameona kabisa wazi kwamba Zuchu atakuwa yuko na hali mbaya. Lakini pia amegusia kwamba kimasiara tu nashangaa Diamond ana date na huyu dada hivi. Naitwa Zuchu Zuhura, kiboko ya vigagula na komesha vikaptula. Twende hapo. Diamond kakaangu, kutetea wewe ni ngumu. Kumtetea Diamond kesi yake ni ngumu mno. Yaani ngumu. Ila nyinyi niwaambieni kitu. Yaani Diamond kumtetea kesi yake kuhusu upande wa wanawake ngumu mno. Labda tumtoe hakimu, sijui tumtoe nchi gani, na huyo jaji sijui tumtoe wapi, mwanasheria sijui tumtafute wapi. Kaka acha kumpa maua yule dada ni. Ila akadada kalikopewa maua yani kazuri. Alafu kana kashepu fulani hivi, kashepu katamu. Yaani kashepu kamekaa kamejajaa, alafu kidogo huku juu kamebana hivi. Anaanzaga hivi Diamond kuona kwenye show, baadaye sio hivi na hivi, mara tunakuja kusikia kwa mama mwenye nyumba. Wewe kuna Zuchu Zuhura, ndugu yangu tulia. Alafu huyu mwenzie kapewa maua, huyu mwenye kichogo kafenesi nyuma, nani alopola ile ua ulitumwa ulipole dada, una shobo mbaya wewe, umepewa wewe. Katuma Onesmo ampelekio dada alova tight. Wewe naye nini umevaa tight? Muangalie kichogo kile, mpishe mwenzio apewe maua huko. Wewe nini wewe? Watu na mawifi, rere. Mawifi kibao, mawifi kama hote. Usikasirike bwana Zuchu wangu we. Ila we kaka, kesi yako ngumu, unapenda kujiamulia mambo Diamond, unajua kujiamulia mambo. Yaani mtu kukutetea wewe afanye kazi. Kaka unajiamulia mambo wewe, sijapata kuona. So bwana Mwijaku amekuja kutia neno kuhusiana na sakata zima ambayo limetokea kule Dodoma kwa huyu mrembo ambaye anafahamika kwa jina la Monsi, ambapo amepewa ua na Diamond Platnumz. Sasa kwa mujibu wa story ambayo amekuja kuielezea, Mwijaku anasema kwamba bwana Diamond Platnumz alimtuma Onesmo aende pale akapeleke ua alafu aombe namba, lakini namba amenyimwa. Hicho ndicho ambacho amekuja kukizungumza Mwijaku katika interview ambayo ameifanya mara tu baada ya tukio hilo kutokea na kutrend huko mitandaoni.
Kuna page hapa wamekuja wameelezea kwamba Mwijaku anasema kuwa Diamond Platnumz alituma watu wake wakaombe namba kwa mrembo aliyempatia ua, lakini kwa bahati mbaya mrembo akagoma kumpa namba Diamond Platnumz. Mwijaku anasema kwamba kwanza kabisa mrembo huyo yuko na pesa, yuko na hela, ana fedha, hivyo basi ana pesa sana na ndio maana aliweza kumkazia Diamond Platnumz. Mwijaku alisema kwamba sio kwamba Simba amepita. Mwambino alionekana anataka kumng'ang'ania yule mtoto kwa sababu yule mtoto yuko vizuri, ana hela, akamkazia. Kama mlinzi wake ameenda pale, shika hili ua, jamaa anaomba namba yako. Mtoto akamjibu kwamba mimi sio mwepesi kama wanawake wako wa Zanzibar uliozoea kuwachezea. Alisikika Mwijaku akizungumza hayo. Wadau huko wanasema kwamba bwana Mwijaku huyo ametunga, Mwijaku amejiamulia mambo. Kuna mwingine anasema bwana Zanzibar ndo cheap wonder au sio? Kuna mwingine amesema kwamba bwana ila hilo nalo pia ili jamaa bwana anapenda sana kupita na upepo wa Platnumz. Kuna jamaa amesema kwamba bwana Mwijaku ni mzee mzima lakini anafanya mambo ya kijinga. Lakini kuna habari hapa imetufikia kuhusiana na jambo ambalo limetokea, yani ukweli ambao umehappen huko Dodoma katika show ya Diamond Platnumz. Kuna jamaa hapa anaitwa Beka Mipango amekuja kulizungumzia swala hilo kiundani zaidi kwa wale watu ambao walikuwa wajui kilicho happen kwenye hiyo show ya Diamond Platnumz kuhusiana na sakata zima la ugawaji wa maua, hususan kwa huyo mrembo ambaye anajulikana kwa jina la Monsi. Bwana Beka Mipango anasema kwamba kwa waliokuwepo kwenye show na waliotazama show kupitia televisheni au simu, unaweza kuwa ni shahidi mzuri katika hili kwamba Diamond Platnumz bwana aligawa maua kwa mashabiki zake wengi waliohudhuria show hiyo, na pia vile akaonyesha shangwe la kucheza nyimbo zote na kuimba nao pamoja. Wengi walijiuliza why kwa yule ikawa very special tofauti na wengine. Beka akaendelea kutoa sababu ambazo zimepelekea haya yote yakatrendi huko mitandaoni. Akasema moja, ni wazi kwamba alikuwa ni miongoni mwa warembo wengi waliopendeza sana, lakini yeye pia alinogesha kila wimbo kwa kucheza na kukatika. Yani Diamond wakati ana perform alikuwa anaona wasichana ambao waliopendeza na wanaocheza kwa kukatika. Kwa alimuona binti anakatika, anacheza, akachangamka na amependeza, ndio maana akamtuma Onesmo apeleke ua. Mbili, ni moja kati ya watu ambao wachache sana ambao walikuwa wamelipia VIP na walikuwa wakicheza almost nyimbo zote zilizokuwa zinaimbwa na Diamond jukwaani. Yani yule binti alilipia VIP lakini hakukaa, maana watu wa VIP huaga wananata, huaga wanakaa wanaangalia show kama wanaangalia tamthilia, lakini huyu bidada yeye alikuwa amenyanyuka akawa anacheza. Kwa hiyo pia ni moja kati ya vitu ambavyo vikapelekea Diamond kuvutiwa na huyu mrembo, akamtuma Onesmo ampe ua. Yani kuonyesha kwamba ana appreciate kile anachokifanya binti. Lakini pia vile bwana Diamond Platnumz ni fundi wa kutawala jukwaa na kuongeza matukio. Hivyo basi hicho ni kitu ambacho kimechangamsha mashabiki, na lilikuwa ni moja kati ya mambo mengine mengi mazuri ambayo alifanyika jukwaani, na ndio maana amekuwa na stori nyingi juu ya hilo swala. Hiyo ndio taarifa rasmi na yenye uhakika. Hiyo ni taarifa bwana kutoka kwa mwenetu Beka Mipango kuhusiana na kile ambacho kimetokea katika show ya Diamond Platnumz.